Kumbuka kuna tofauti kati ya Mungu kuwa na wewe na kuwa na uzima, na mtu kuwa na Mungu na kuwa na tatizo. Kuna tofauti. Mtu aliye na Mungu akipita kwenye mapito linajulikana kama jaribu. Siku ya Jumapili tuliweza kuzungumza ujumbe wenye kichwa cha somo kinachosema tuwe na huruma. Ujumbe wa siku ya leo niliutangaza siku ya Jumapili wenye kichwa cha somo kinachosema umesamehewa na hauna deni tena. Umesamehewa. Kama unaandika, andika umesamehewa na hauna deni tena. Umesamehewa na hauna deni tena. Lakini ujumbe wa Jumapili ujao niliweza kutangaza ambao ujumbe unasema tatizo ni kiti. Tatizo ni kiti. Na kama unahitaji kuweza kupata maarifa, unahitaji uweze kualika watu waweze kujua kuhusiana na habari ya ujumbe huu unaosema tatizo ni kiti. Tatizo ni kiti. Maisha ya watu wengi sana wameharibiwa kwa sababu pasipo kuweza kujua tatizo ni kiti. Kila mwanadamu aliyopo hapa duniani kuna asili alikotoka na madhabahu za kwao, na madhabahu za kwao hazikujengwa hivi hivi. Kuna mtu aliweka kiti akakalishwa akaweza kupewa hiyo. Uongozi wowote unaoweza kuona mtu anapewa au cheo mtu anapandishwa, kinachopandishwa pale ni kiti, sio mtu. Mtu yeye ni sehemu tu, lakini inayopandishwa ni nini? Ni kiti. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wengi sana wanarogwa kupitia kiti, wengi sana wanainuliwa kupitia kiti. Na ndio maana kama kiti ambacho umekizoea, kama we ni wa kwanza hapa, jaribu kuombea mahali ambapo unapaswa kuweza kukaa, kwa sababu shetani mara nyingi sana huwa anahangaika na kiti. Yesu asifiwe sana. Ofisini kwako kuna kiti ulichokuwa nacho, lakini ni hatari kubwa sana kama kiti hicho wewe unakaa na mtu mwingine anafanya nini? Anakaa. Kwa sababu gani? Kila mmoja ana asili alikotoka na roho alizonazo na maneno aliyojinenea yeye mwenyewe. Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Mungu anasema hivi, mahali ambapo nipo hapa, miguu yangu ilipokanyaga ndipo ninapopamiliki. Kwa mtu akikalia kiti tayari anamiliki. Kwa unaweza kukuta baraka zako zinaenda kwa mtu mwingine kwa sababu yule kuna maneno aliyonenea. Lakini sio ujumbe wangu leo, ni ujumbe wa Jumapili. Leo nimesema ujumbe wetu umesamehewa, huna deni tena. Umesamehewa, huna deni tena. Kwa naomba urudi sasa kwenye ujumbe wetu. Urudi kwenye ujumbe wetu ambao unaweza ukakusaidia kuweza kwenda na mimi kabisa. Ninapozungumzia umesamehewa huna deni tena, nina maana gani? Maana yangu ni hii hapa. Mwanadamu yoyote aliyezaliwa na mwanamke anaishi katika dhambi ya asili. Anaishi katika dhambi ya asili. Na hii dhambi ya asili ndiye inayetupeleka tuwe na aina tofauti tofauti ya magonjwa. Na hii dhambi ya asili ndiye inayotupeleka tuishi katika laana. Na hii dhambi ya asili ndiye inayoweza kutufanya tuishi wanyonge, tusiwe na uwezo wa kujiamini. Unakuta kuna mtu mwingine anatembea akiwa na hofu kwa sababu ameokoka, ni kweli, lakini fundisho la kuweza kumfanya aweze kutoka katika hali aliyokuwa nayo bado inaendelea kumsumbua kwa sababu ya chanzo chetu cha asili. Unaweza ukajiuliza, mchungaji, unachozungumza ni kitu gani? Nazungumzia dhambi ya asili ile ya Adam na Hawa, ambao baada ya kuweza kufikia kwenye anguko la mtu mmoja, kwa sababu kumbuka, aliyeanguka ni mtu mmoja. Aliyeanguka pale katika bustani ya Edeni ni mtu mmoja, na ambaye naye huyu mtu mmoja sio mwingine, ni Eva. Ni Eva ndiye aliyefanya nini? Aliyeanguka kumsikiliza nyoka, na baada ya kumsikiliza nyoka akaweza kuhamisha dhambi yake akaipeleka kwa Adamu ambaye ni mume wake. Haleluya! Alivyoipeleka kwa Adamu mume wake, ndipo dhambi ilipoingia.
Kanisa, tunaelewana? Ndipo dhambi ilipoingia, lakini ikaenda siku kwa siku, na Mungu akajificha juu ya ukombozi wa mwanadamu kupitia vitu au wanyama. Na ndio maana unaona sasa, ili mtu aweze kusamehewa dhambi zake, ilikuwa ni lazima aweze kutoa damu ya kondoo. Yule kondoo ambaye anazungumzwa alikuwa ni Yesu Kristo katika Agano la Kale, lakini alikuwa amejificha katika namna ya mnyama. Haleluya! Alikuwa amejificha katika namna nini? Ya mnyama. Na ndio maana unaweza ukaangalia huyu Ibrahimu akaamua kumtoa mwanaye Isaka, ambao ni sadaka ambayo Mungu alikuwa amemwambia aweze kumtoa kama nini? Kama sadaka. Na baada ya kuweza kutaka kutolewa kama sadaka huyu Isaka, ilitokea wakati ambao Mungu sasa akamtoa kondoo. Si tunaelewana kanisa? Nahitaji kusaidia ili tunapoenda sasa katika kusamehewa. Kwa nini sasa hivi tunaishi hatuna dhambi? Na hata kama unahisi una dhambi, unapaswa kuweza kujua umesamehewa. Haleluya! Kwa hiyo baada ya hapo Mungu akaweza kumletea ambayo ni nini? Ni kondoo ambaye ni sadaka. Sadaka yule kondoo nilikuwa unamuona ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Lakini nyakati zile hakujidhihirisha katika namna ya mtu, alijidhihirisha katika namna ya mnyama. Na ndio maana mahali popote kwenye kusamehewa, watu ilikuwa ni lazima watoe kondoo au mnyama, ili dhambi ya mtu iweze kufanya nini? Kufutwa. Na mnyama huyo alikuwa anatolewa, anawezekana akachinjwa, ni lazima awe na damu. Na mnyama huyo aliyekuwa anachinjwa, sharti ilikuwa ni lazima asiwe mlemavu. Haleluya! Na ndio maana Yesu alipokuja kwetu hakuja kama mlemavu, alikuja kama shujaa, alikuja kama mtu aliyebeba mamlaka. Sadaka kama sadaka ambayo ni Yesu Kristo, ambayo yeye leo hii tunaweza tukasimama tukiwa na ujasiri kuweza kulizungumza jina lake. Kwa sababu gani? Alianza kutolewa tangu Agano la Kale. Haleluya, haleluya. Mabishano juu ya Elia na Ahabu, mabishano yao walisema zitolewe sadaka, na yule mtu atakayeweza sadaka yake itakapoweza kuliwa kwa namna ya moto, huyo mtu ndiye mwenye Mungu wa nini? Kweli. Maana yake ni nini? Sadaka hii ilikuwa ni Yesu Kristo. Na ndio maana Mungu kwa leo hii, kabla ya kufika huko, amemtoa Yesu Kristo kama sadaka. Akaja ulimwenguni, alipokuja ulimwenguni akaweza kutoa gharama. Na alipotoa gharama, mimi na wewe tukasamehewa nini? Dhambi. Sasa tunarudi kwenye pointi yetu ya msingi. Umesamehewa, hauna deni tena. Kwa baada ya hapo, kizazi na kizazi kikaenda, na watu wakaendelea kuwa katika hukumu ile, kwa sababu waliona kama bado deni zao hazijafutwa na deni zao bado zinaendelea kuwatafuna. Na hata kwa sasa watu wengine ndani ya kanisa wameokoka, lakini bado wanatembea na hukumu kwenye maisha yao, kwenye mioyo yao. Kwa sababu gani? Kuna matendo ambayo wameyatenda ambayo hayampendezi Mungu katika maisha yao, na baada ya kuweza kutubu bado wanajiona wapo katika hatia. Haleluya, haleluya. Bado wanajiona wakiwa katika hatia. Unachopaswa kuweza kujua, baada ya kuweza kutubu dhambi zako na kuweza kumrudia Bwana, na baada ya hapo kukamilisha haki yote katika imani ya ubatizo na mambo mengine yanayofanana hayo katika msingi wa imani, tayari umesamehewa dhambi zako na unaishi katika neema. Unapozungumzia kuishi katika neema, maana yake ni nini? Inajulikana wewe ni mwanadamu, na hata kama ukiwa umetenda dhambi, Biblia inatueleza wazi, inasema hivi, na utubu, kwa sababu unaishi katika nini? Katika neema. Lakini usitende dhambi kwa sababu neema ipo. Haleluya, haleluya. Usitende dhambi kwa sababu neema ipo.
tunaishi katika utakatifu kwa sababu Kristo anahitaji tuweze kuishi katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunagundua wengi wanaishi katika maisha ya adhabu ambayo wanatumikia pasipo wao kujua, na kama wakijua watakuwa huru. Na leo hii nahitaji mwana wa Mungu uwe huru kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Sema amen. Nahitaji uwe huru katika jina la Yesu Kristo ali hai. Sema amen. Msomaji wangu, kupata fundisho ambalo litakufanya uimarike kiroho na kumfuata Kristo unayemjua. Usimfuate Kristo usiyemjua. Kitabu cha Marko Mtakatifu sura ile ya 2 na mstari wa 1 mpaka 12, utasoma kwa hatua. Twende. Akaingia Kapernaumu tena. Akaingia Kapernaumu tena. Baada ya siku kadha wa kadha. Ikasikiwa ya kwamba yupo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi. Isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Angalia hapa, kama Biblia ni ya kwako unaweza ukapigia mstari. Akawa akifanya nini? Akisema neno lake. Unanielewa? Sisi sasa hivi tunazungumzia habari za nani? Za Yesu. Ila yeye Yesu alikuwa anazungumzia habari zake. Anasema nimekuja kuwaponya. Anazungumzia habari zake. Lakini mimi hapa nazungumzia habari za Yesu. Yesu atakuponya. Tafasiri yake, mimi namwakilisha yeye. Alikuwa anajiwakilisha yeye. Halo? Endelea. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza. Wakaja watu wakimletea watu ambao wamepooza. Anachukuliwa na watu 4. Akiwa amechukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia. Na hata walipokuwa hawawezi kumkaribia huyu mtu. Ndio kwa sababu ya makutano. Kwa sababu ya makutano ambao walikuwa ni wengi sana, walikuwa wamemjalia Yesu. Na yeye Yesu alikuwa ndani ya nyumba akiwa kwenye hekalu akiendelea kufundisha neno lake. Watu wamemjalia, njia hakuna. Kuna watu ambao walikuwa ni wagonjwa, wakaamua kuchukua haya maamuzi. Endelea. Walitoboa dari pale alipokuwapo. Kama hapa unapoona madhabahuni ambapo Yesu alikuwa akizungumza neno lake, wale watu wakachukua, sijui ilikuwa ni ngazi, sijui ilikuwa nini, wakapanda juu ya dari, wakambeba, wakatoboa kama bati hapa, wakamteremsha. Endelea. Na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Twende haraka. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza. Akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Hapo ndio point ya msingi. Si unanielewa? Mtu ni mgonjwa. Si kama unanielewa? Mtu ni mgonjwa, hajasema umeponywa. Amesema umefanya nini? Umesamehewa. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko. Wameketi wakifikiri mioyoni mwao. Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu? Simama kwanza hapa. Kumbuka hapa Yesu anasema alikuwa akisema neno lake. Alikuwa akisema nini? Neno lake. Neno lake lilikuwa limejawa mamlaka. Neno lake lilikuwa limebeba ujumbe ulio kamili. Na hawa Mafarisayo, wazee wa dini, neno lilipotimilika kusema bwanangu umesamehewa dhambi. Kwa sababu gani? Mwenye uwezo alivyosoma Torati walikuwa wanatambua kabisa mwenye uwezo wa kusamehe dhambi ni mwana wa Adamu peke yake. Lakini Yesu amekuja duniani na yupo amesimama pamoja na wao, bado wakawa hawamjui. Haleluya. 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 Haimaanishi yule alikuwa na dhambi aliitenda. Anazungumzia Yesu dhambi ya nini? Ya asili. Ndiyo iliyompelekea awe na magonjwa kwa sababu ya kumsikiliza yule nani? Nyoka. Ndipo mwanadamu alipogombana na Mungu na nguvu
ya uharibifu ikaingia kwa mwanadamu. Endelea kumalizia kusoma hapo. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao. Ndiyo. Akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi? Kumwambia mwenye kupooza umesamehewa dhambi zako. Kumwambia aliyepooza umesamehewa dhambi zako. Au kusema ondoka ujitwike godoro lako uende. Mstari wa 10. Ndiyo. Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo anamwambia yule aliyekuwa amepooza, nakwambia ondoka ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara akaondoka akajitwika godoro lake akatoka mbele ya wote. Hata wakastaajabu wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuona kamwe. Fundisho linatusaidia. Alikuwa akiwa katika madhira hayo ya ugonjwa kwa muda mrefu sana, na katika kuugua kwake watu wakapoteza matumaini. Lakini waliposikia habari za Yesu, kwamba Yesu yupo Kapernaumu anafundisha habari ya neno la Mungu, ambao ni habari zake yeye mwenyewe, zikiwa zimebeba mamlaka, zikiwa zimebeba uchumbo ulio kamili, Biblia inaniambia hawa watu, ndugu wa huyu mgonjwa, wakachukua maamuzi ya gharama. Mtu anayetaka kumfuata Yesu lazima aingie gharama, na wengi wanakataa gharama. Ndio maana hawawezi kumfuata nani? Yesu. Hiyo tu. Lakini mtu ukiona amekomaa na Yesu, amekubali kutoa nini? Gharama. Gharama ya muda wake, gharama ya fedha kusukuma injili, gharama ya kila kitu ambacho unaweza ukaona, unaweza ukaachilia kile ambacho umetafuta wewe mwenyewe. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Gharama. Kwa sababu hata Yesu alipokuwepo pale hekaluni, hekalu halikujengwa kwa mdomo, lilijengwa kwa nini? Kwa mali. Haleluya. Lakini hawa watu wenye imani ambao walikuwa wamekaa na ndugu yao wamechoka kwa muda mrefu sana, ambao walikaa na ndugu yake wakaona leo ni lazima tuchukue maamuzi magumu, Biblia inasema wakamchukua mgonjwa wao, wakamleta hata mpaka kwenye jengo. Walipofika kwenye hekalu kama hivi, watu walikuwa wamejaa sana na wamelizunguka lile hekalu, wala hakuna mlango wote wa kuweza kupita kumfikia Yesu. Wakafanya hivi, na walioyafanya yalikuwa ni haya ambayo ilikuwa ni gharama. Wakaweka ngazi yao, wakamsukuma huyu mgonjwa wakiwa watu 4, wakapanda mpaka hapa, kama hapa nilipo, maana Yesu alikuwa amesimama madhabahuni akifundisha neno lake. Wakabomoa hii bati. Yamkini Yesu alikuwa anauliza, hawa watu wanaogonga gonga ni watu gani? Hawa watu, kwa sababu bati ukianza kuingoa lazima ipige nini? Kelele. Sijui kama walikuwa na bati, sijui ilikuwa ni mabati yetu yale ya zamani yale ya oki, sijui yalikuwa ya matofali, ya majani, sijui ilikuwa ni nini, maana sipati picha. Lakini kwa namna yoyote ile, lakini lazima ipigwe. Hata majani yanapiga kelele, si ndio maana yake? Kwa sababu mtu yupo hapa, watu wanabomoa nini hapa. Biblia inasema wakabomoa, wakamteremsha na godoro lake. Tafasiri yake nini? Waliweka nini? Kamba, wakamteremsha mpaka chini. Walipomteremsha mpaka chini, wote makutano wakastaajabu. Walipostaajabu, Biblia inasema hivi, Yesu akamtazama yule mtu aliyekuwa amepooza huyo mwanaume kwa muda mrefu sana, na matabibu na wote ambao ni waganga walikuwa wameshindwa. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukienda mbele, Yesu anazungumzia
umesamehewa dhambi zako, maana yake ni nini? Huyu mtu mgonjwa walimpitisha kwa matabibu wengi. Kuna mtu mmoja akafika hapa akasema, mchungaji, nimetembea sana, kama waganga nimemaliza. Si unanielewa? Kwa hiyo alikuwa Yesu anajua huyu mtu ana dhambi ya asili, na maisha yake katika namna ya kutafuta uhai wake alipita mahali pengi. Nini kinachomtesa? Ni kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi ndiye inayemfanya asiwe na uhai. Wengi wamekufa kiroho, wengi wanatembea wakiwa namna ya kuweza kuzimia na namna ya kuwa katika hali ya mauti, kwa sababu ndani yao bado wanaishi na dhambi ya asili. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Sema, e Bwana Yesu. E Bwana Yesu. E Bwana Yesu. E Bwana Yesu. Niondoe na hukumu inayokuja juu yangu, inayokuja kwenye ufahamu wangu, ili nijichue kuwa nina dhambi. Lakini leo hii Yesu alilipa gharama kwa ajili yangu, ili niokolewe katika jina la Yesu. Amen. Maamuzi yalikuwa ni ya gharama, lakini walipomteremsha pale, Yesu kauli aliyozungumza alisema, mwanangu, jipe moyo, umesamehewa dhambi zako. Bwana ataweza kukutoa katika hukumu ya adui zako, na utakuwa huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yule mtu akanyanyuka. Alivyonyanyuka, Yesu akamwambia, jitwike godoro lako, ufanye nini? Uondoke zako, usitende dhambi tena. Maana yake ni nini? Dhambi ya asili usirudie tena. Unapokuwa umeokoka unapaswa kuweza kujitunza. Unapokuwa umeokoka unapaswa kuweza kuishi maisha matakatifu. Unapokuwa umeokoka unahitaji uweze kujikana. Unapokuwa umeokoka ni lazima uwe ni mwana wa Mungu ambaye umebeba uabuduo halisi. Kuna wengine ni waumini wa TV. Waumini wa nini? Wa TV. Waumini wa nini? Wa TV. Shetani ametuchezea. Yaani ametuchezea ndani nje, kwa sababu ya kukosa nini? Ufahamu. Neno linasema wazi, mimi ukiniletea jambo alafu ni lazima nirudi kwenye Biblia. Biblia inasema nini? Biblia inasema hivi, wakusanyiko wawili watatu kwa ajili ya jina langu, mimi nipo katikati yao. Au hamjawahi kusoma jamani? Mkikusanyika wawili watatu kwa jina langu mimi, na mimi nitakuwa katikati yao. Maana yake ni nini? Ni lazima mkutanike. Haleluya. Haleluya. Kwa lugha ya Kiyunani inajulikana kama eklesia. Eklesia, yani ni kusanyiko. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika yote ni lazima uweze kujua mbinu ya adui shetani anayoitumia kuliharibu kanisa la Bwana. Wengi wamekataa, nasema mimi nikikaa kwenye TV nadhani mambo mengi wala sihitaji. Mimi ni muumini wa mtu fulani. Mimi ni muumini wa Christopher, na muangalia kwenye TV au namwangalia kwenye video au namwangalia kwenye Facebook. Huo ni ushetani. Hakuna ibada isiyokuwa na agano na sadaka. Haipo. Unatoa wapi? Ibada ikiisha unapaswa kufanya nini? Kufanya agano, au unaweza kufanya agano la sadaka. Hakuna mahali popote ambapo unaweza kaenda hata kwa miungu kama hakuna kiambatanishi, hata kama iwe ni shilingi 20. Nilishazungumza kipindi cha nyuma nilipoendaga kwa mganga huko kwa Msisi zamani sana, kabla sijaweza kumjua Mungu. Yesu asifiwe sana. Huko maeneo kwa Msisi tukaingia kwenye boti, hapa kwenye boti tukaenda karibu ya maji ambayo ya bahari yanaingia na kwenye mito yanaingia na kutanika maji pale katikati. Tukashushwa na mganga. Sadaka aliyoitaka ilikuwa ni shilingi 20 za 20,000. Zile 20 sijui mnazifahamu, bado zipo hivi. Mwanangu anayefanya kazi huko, 20 za shilingi zipo? Hamna. 20 zile za nani, za pembe 4 kubwa kubwa za 20,000 nizilete, na hizo nitatumbukiza kwenye maji, halafu ataweka na dawa, halafu nioge.
Nini nilichokuwa nakitaka? Wengi ambao ni wenyeji mnajua. Haleluya. Nataka ulinzi, mtu akinipiga risasi, akinipiga mshale, usiingie. Ni uongo wa shetani sana. Haleluya. Haleluya. Lakini leo hii Bwana ameniokoa, ninatwanga injili na Mungu ni mwaminifu. Sema amen. Sema amen. Kwa nini tunajihukumu? Kwa nini tunajihukumu? Tutasoma kwa hatua, lakini nahitaji hapa uandike maandiko. Andika maandiko kwanza kabla ya kusoma. Warumi 3:23 mpaka 26. Utaandika kitabu hicho cha Warumi 5:12-18. Utasoma hiyo Warumi tena 6:12 mpaka 14. Haleluya. Nenda mpaka 16 pale. Nadhani utapata habari nzuri sana. Pale Warumi 12 mpaka 16. Warumi 12 mpaka 16. Utasoma na kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, kitabu cha Yohana 2:1 mpaka 5. 2:1 mpaka 5. 2:1 mpaka 5. Kwa nini tunajihukumu? Kwa nini tunajihukumu? Kwa nini tunajihukumu? Yesu asifiwe sana. Nisomee kitabu kile cha Warumi 3:23. Nasoma kwa jina la Yesu. Ndiyo. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kwa njia ya ukombozi iliyo katika Kristo Yesu. Ambaye Mungu amekwisha kuweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Simama kwanza. Haleluya. Dhambi zote zilizotangulia kufanya nini? Kufanya. Kwa watu wanajihukumu kwa sababu ya dhambi iliyotendeka. Hata kama mtu hajatenda dhambi, bado ndani yake anajihesabia hukumu. Lakini fundisho linatueleza kuhusiana habari ya neno la Mungu. Linasema mtu yeyote ambaye sasa atamkaribia Kristo, tayari amekwisha na akamkiri kwa kinywa, atakuwa amesamehewa dhambi. Walio ndani ya nani? Ya Kristo. Watakuwa tayari wamesamehewa nini? Dhambi. 26 na mwisho. Apate kuonyesha haki yake. Apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki. Ndiyo. Na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Umesikia? Utahesabiwa haki pale unapojenga imani ya kumwamini nani? Au kumwamini mama yako. Ndivyo ilivyosema. Kumwamini mjomba, kumwamini mchungaji. Utakapomwamini Yesu, utakuwa umesamehewa nini? Dhambi zako. Yoyote ambaye hajamwamini Yesu, bado dhambi ya asili. Usiseme bwana, mimi mchungaji sina dhambi yoyote. Kweli una dhambi yoyote, lakini unayo dhambi ya nini? Ya asili. Yesu asifiwe sana. Na kupitia hiyo tayari wewe hata ukifa hapa na umesikia injili, motoni utaenda. Usiseme mchungaji unanihukumu. Hapana, sikuhukumu. Nasema haya maandiko kwa sababu gani? Yoyote anayeweza kumwamini Yesu na akaweza kumkiri kwa kinywa, yeye atakuwa tayari amesamehewa nini? Dhambi zake. Ile dhambi ya asili itakuwa imefutwa. Kwa wengi tunaishi katika maisha ya magonjwa kwa sababu ya dhambi ambayo ipo. Haleluya. Haleluya. Kwa ni lazima uchukue maamuzi ambayo ni mazuri, yatakayeweza kupelekea hatua ya kuweza kutoka katika hali uliyokuwa nayo. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kitabu kile cha Warumi 5:12 inasemaje?
Neno nasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Ishia kwanza hapa. Umesikia hiyo? Nilichokuwa nazungumza awali. Nikasema dhambi ililetwa na mtu, na dhambi duniani imeondolewa na mtu huyu. Iliingia kwa mtu huyu na imeondolewa kwa mtu mmoja. Dhambi, waanzilishi wa Biblia hapa wapo wangapi? Wawili wa story hii ya Biblia. Wa kwanza ni Eva, wa pili ni Yesu Kristo ndiye aliyekuja kuhitimisha. Kwa dhambi iliingia kupitia Eva, kuondoka duniani imeondoka kwa Yesu Kristo. Yesu asifiwe sana. Kwa yoyote anayeweza, aliyezaliwa na huyu mwanamke Eva, atakuwa katika hatia ya ile hukumu ambayo Mungu aliweka juu ya mwanadamu. Haleluya, haleluya. Ndipo uasi ulipoanza. Unasema na mchungaji, unazungumza kitu gani? Mbona kama tunasikia habari nyingine? Habari nyingine ya malaika kuasi ni chanzo. Chanzo chake ni nani? Ni Eva, aliyeingia kwenye anguko na akamshirikisha kutoka pale kwa Adamu, naye Adamu ikabidi akaanza kuleta shida. Kutoka kwa Adamu akaingia kwenye kizazi chake cha Kaini na nani? Na Abeli. Dhambi ikaendelea. Si unanielewa? Kwa dhambi ilianza kuhama mmoja baada ya mwingine, na mbaya zaidi kutoka kwa Adamu kuja kwa hawa watoto wake wangapi? Wawili. Nani mmoja? Mmoja anaitwa nani? Kaini. Mmoja anaitwa nani? Abeli. Kaini akamwinukia ndugu yake ambaye nani? Ni Abeli, akamuua. Akafanya nini? Akamuua. Na alipomuua, Mungu akaweka alama juu ya Kaini. Kanisa, naomba tusikilizane vizuri. Akaweka alama juu ya nani? Ya Kaini, kwa dhambi aliyoifanya. Umeona dhambi ilikotoka? Ikahama dhambi hii, ikapaa juu kabisa kwenye kiti cha Mungu, ambaye mtu mmoja alikuwa anaitwa malaika, alikuwa anaitwa nani? Lucifer. Huyu Lucifer akaanza kujitunisha, na ndio maana kanisa la sasa, ukiona watu hauna uwezo wa kuongoza, wanaanza kujiona ni mabosi, wakianza kujiona wao wanaweza zaidi, wakiona wanaanza kuona kwamba wanaufahamu kuliko mchungaji. Elewa, kanisa limeisha. Dhambi imeingia. Haleluya. Kutoka pale anguko likafika, na Hawa naye huyu nani? Huyu malaika akaweza kushawishi wengine, nao wakaasi pamoja na wao, wakaanza kuiendesha dunia. Wakaanza kuiendesha nini? Dunia. Ndio hao unasikia wengine wamejimega ni wajenzi huru. Wajenzi huru kwa lugha ya Kigogo wanaita Freemason. Freemason. Sawa? Yesu asifiwe sana. Kwa hawa wajenzi huru wanakuja, wengine wakaanza kujitohoa. Sasa hao wanaanza kujimega. Wengine sasa wao elimu yao ya ulimwengu wa giza ikaanza kuwa tofauti. Kuna wanaoruka na ungo, kuna wengine wanasema maneno, anajikuta yupo mahali. Ikaanza kutengeneza mchepuo, kama unavyoweza kuona kombi za shule. Wewe upo kombi gani? Mimi nipo kombi fulani. Ndio katika ulimwengu wa roho, na yeye shetani ametengeneza namna hiyo. Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu alipokufa msalabani, lakini Yesu alipotoa gharama ya damu, mwanadamu yoyote alikombolewa. Wewe ni kazi yako kuja tu kwa Yesu, kusema Yesu, mimi ni mkosaji, mimi Yesu nakuja kwako, mimi Yesu nimeokolewa leo hii, nahitaji utakase maisha yangu, nahitaji usamehe maisha yangu, na leo hii utasamehewa dhambi zako zote. Anasema hata dhambi zako zikiwa kama nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama nini? Ukisema kama bendera, kama theluji. Biblia imeeleza kwa sababu waandishi walikuwa na tofautiana. Yesu asifiwe sana. Itakuwa nyeupe kama bendera au kama theluji, kwa sababu utamwamini nani? Yesu. Lakini kama hujamwamini Yesu kweli kweli, maisha yako bado upo kwenye hukumu.
Usiseme mchungaji wewe ndio unihukumu. Hapana, ni kwa sababu neno la Mungu linatuweka wazi. Ukiendelea kusoma hapa, mtu wa Mungu, inasemaje? Ukiendelea kusoma pale inasemaje? Na hivyo mauti ikawafikia watu wote. Na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa sababu wote wamefanya nini? Dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni. Kabla ya sheria dhambi ilikuwepo ulimwenguni. Lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Lakini dhambi haiwezi kuhesabiwa kama isipokuwa nini? Sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Umesikia? Mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu. Umesikia hiyo? Yaani iliwatawala watu wote, hata wale ambao walikuwa hawatendi nini? Dhambi, kwa sababu chanzo cha dhambi ni chanzo, asili yake ni Adamu na Hawa, ndio chanzo chake. Kwa hata kama ulikuwa hujatenda dhambi, tayari ulikuwa upo kwenye shida, na mpaka sasa hivi kama wewe haujaokoka bado upo kwenye nini? Kwenye shida hiyo. Kwa sababu nasema dhambi ilienea ulimwenguni. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa ukiwa na ufahamu huo, hutoweza kumsumbua mchungaji. Leo upo kidogo, kesho upo kidogo. Haleluya. Ni maombi yangu Mungu alirejeshe kanisa katika msingi wa wokovu wa kweli. Mungu alirejeshe kanisa katika msingi wa wokovu wa kweli. Kama Mungu hajaingilia kati juu ya wokovu wa kweli, hatutoweza kusimama na Mungu katika utakatifu. Endelea. Lakini karama hile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadiri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu. Hukumu ilikuja kwa mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa ya wengi. Karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa, ikaleta kuhesabiwa haki. Ikaja kuhesabiwa haki. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, ndiyo zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Ndiyo. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kuna kitu kinachoitwa sheria. Kuna kitu kinachoitwa watumwa. Si unanielewa? Kanisa, naomba utulize kichwa chako hapo. Kuna kitu kinaitwa nini? Sheria. Kunacho kitu kinachoitwa watumwa wa haki. Sheria katika ambayo kitu kinachozungumzia dhambi, hakuna dhambi yoyote ambayo inaweza katendwa kama sheria haipo. Musa aliwaongoza wana wa Israeli kwenda wapi? Kanaani, kwa sheria. Uelewe kwanza. Kwa nini? Kwa sheria. Usiibe, usizini, usimshuhudie jirani yako uongo. Baada ya Kristo kuja, akaleta kitu kinachoitwa nini? Neema. Na hii neema ni lazima uishi katika sheria ya utumwa. Halo? Kama hujaishi katika sheria ya utumwa ambao ni ya Yesu Kristo, bado wewe sio mwamini wa Kristo. Mwamini wa Musa alikuwa anatembea katika sheria. Mwamini wa Kristo alikuwa anatembea katika utumwa wa sheria ya Kristo ambao ni neema. Sheria ndiyo iliyoweza
kuwatoa wana wa Israeli katika mikono ya Farao. Na mkono wa Bwana ulikuwa ndani ya nini? Ya sheria hiyo. Haleluya. Na walipofika pale chini ya mlima Sinai, wakikaribia katika ule mto, Musa akapanda mlimani, akaenda akachukua sheria. Kama we ni msomaji katika kitabu kile cha Kutoka, anza 1 kuendelea, utaweza kuona. Akachukua sheria za kuwaongoza wana wa Israeli watakapokuwa wapo wapi? Kanaani. Kwa hiyo tunapoanza kuzungumzia umesamehewa, huna deni tena, ni lazima uweze kujua msamaha unatokea wapi na nini unachopaswa kuweza kufanya ili msamaha uwepo. Halo? Halo? Lakini Yesu alipokuja, watu wakaishi katika neema, na kwa kumpokea kwake wakawa watumwa wa haki. Wakawa watumwa wa nini? Wa haki. Haki yako ndio utumwa wako. Haki yako ndio utumwa wako. Ili uweze kuishi maisha matakatifu, unapaswa kuwa mtumwa wa nini? Wa haki. Kuna watu ambao ni watumwa wa dhambi, si haki. Watu ambao ni watumwa wa haki ni watumwa wa kuwa wamefungiwa nira na Kristo. Wamefungiwa nira na nani? Na Kristo. Wao ni watu ambao wanatembea na Kristo, waliookoka, wamefungiwa nira na nani? Na Yesu. Sio kufungiwa. Kuna waliofungiwa nira na shetani na kuna watu waliofungiwa nira na nani? Na Yesu Kristo. Hawa wanaitwa nini? Watumwa wa Kristo. Kwa hiyo ukiitwa mtumwa wa Kristo usighadhabike. Yaani ni mtu unaishi katika sheria nani? Ya Kristo. Haleluya. Unaishi katika sheria ya nini? Ya Kristo. Lakini kama uishi katika sheria ya Kristo, wewe si mtu ambaye ni muumini wa Kristo. Hauishi katika utumwa wa Kristo. Wewe unaishi katika nini? Katika udhalimu na sheria ya ulimwengu, ambao ndani ya sheria ya ulimwengu Yesu alikuja kuiondoa na akaweka nini? Akaweka neema, ambayo mtu yoyote atakayemkaribia Yesu Kristo ataweza kuokolewa, na ile dhambi ya asili iliyokuwa inamfuata inakuwa imefanya nini? Imefutwa. Kanisa, nyanyua mkono wako juu, sema e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, nipe ufahamu wa kulielewa neno lako, niende zaidi na nijifunze zaidi katika jina la Yesu. Umeshasoma ile kitabu cha Warumi 6:12? Hebu twende hapa tumalizie. Twende tumalizie. Neno linasema basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu. Lakini dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti. Ipatikanayo na mauti. Hata mkazitii tamaa zake. Hata mkazitii tamaa zake. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi. Kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi. Bali jitoeni wenyewe kwa Mungu. Umesikia? Rudia tena. Bali jitoeni wenyewe kwa Mungu. Rudia tena. Bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa. Kama walio hai baada ya kufa. Na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Ndio mpaka 16 ishia. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Kwa sababu hamwi chini ya sheria. Ndio. Bali chini ya neema. Ndio. Ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Hasha. Hasha. Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Umesikia? Malizia. Kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, na kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Umesikia? Utumishi wa haki ndio unaleta nini? Uzima. Na ukija hapa, naomba hebu ujiandae kwa akili zako. Nahitaji kwanza watu tulihubiri, lakini kanisa nadhani msingi wake tunahitaji tuweze kufundisha, ili kanisa liwe na nini? Na uelewa mpana. Kanisa lilojawa msisimko ni kanisa ambalo litakuwa ni kanisa mfu. Ni kanisa ambalo hauna uwezo wa kuweza kuliendesha. Kwa sababu gani? Ndani yake hakuna neno.
lakini likiwa na neno na fundisho linaweza likaimarika na linaweza likatoa mabadiliko. Hata kama kuna mtu mmoja wawili, kanisa hilo linaweza likafanya mambo makubwa. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Tunasimama ndani ya imani, tunamwabudu Mungu, lakini ukae katika fundisho ili tuweze kumwona Mungu.